juu ya nini? Ya vitu vyote. Utajiri na heshima uko kwako Bwana, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Huyo ni Daudi. Angalia jirani yako, mwambie vipi, wewe unatazama kama Daudi? Hapa ni baada ya kukusanya. Ukisoma kuanzia sura ya 28 ya Nyakati wa kwanza, sura ya 29 ndio anakamilisha. Sasa ni sherehe baada ya matoleo mazuri. Walitoa vitu. Ukisoma sura ya 28 Daudi mwenyewe alikusanya vitu. Unaambiwa alikusanya vitu vingi sana, kwa sababu ndio alikuwa na wazo la kujenga nyumba just from the beginning. Wazo la kujenga mpaka Mungu akasema sijawahi kuona, maana toka nimewatoa wana wa Israeli toka Misri hawakuwahi kufikiri wala kuwaza kwa ajili ya jambo hili. Lakini wewe Daudi, na Daudi akasema, Mungu, pamoja kwamba umeniambia mikono yangu imejaa damu siwezi kujenga, sawa, lakini mimi nitafanya kitu surprise. Muulize jirani yako, kwa mara ya mwisho kumsurprise Mungu nini? Angekuwa wewe, maneno yale ya Daudi kuambia usijenge ila mwanao, na kuambia na uchoyo ulionao. Mungu jirani, mwambie na uchoyo ulionao wewe, ungefurahia. Lakini Daudi hakufurahi. Badala yake akafanya maandalizi, akaweka mkakati, akaandaa vitu vyake mwenyewe, na wazee walipoona wakamuunga mkono. Mwambie jirani yako, vipi, uko tayari kumuunga mkono mtumishi wa Mungu kwenye maono makubwa alionayo, ili apate kumtukuza Mungu katika mji huu? Mpate kumtukuza pamoja mtumishi wa Mungu, mpate kumtukuza pamoja Mungu wenu aliye hai. Sikiliza, mimi nawaambiaga watu, Mungu hawezi kutukuzwa kwenye vibanda kama hivi. Sio kama nawatukana, ila nawaambia ukweli mchungu. Mungu ndiye anakuambia huu ni ukweli unauma. Anatuambia sisi tunaabudu kwenye vibanda. Yes. Hata kama mmeweka marumaru, kwenye aina ipi ya jengo? Sasa ni wakati wa kumjengea Mungu kitu chenye utukufu zaidi. Mungu ndiye anakuambia. Hallelujah. Nyonga hapa nataka kubarikiwa na Mungu aliye hai. Nyonga hapa natamani Mungu atukuzwe mahali hapa. Lazima tuongezeke. Amen. Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Si ndivyo anasema kwenye kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9? Utukufu wa mwisho. Sikiliza, nyumba ya kwanza hii ilimpa Mungu kwa wakati wake. Sasa wakati huu tulio nao ni wakati wa kumletea Mungu utukufu zaidi. Nyakati zile za wazee wetu, askofu wetu aliyemaliza muda wake, haleluya, leo tunaye mama na tunatamani ashuhudie matendo makuu ya kumtukuza Mungu kwenye uhai wake. Haleluya. Tuko pamoja? Na mzee wangu sio Lawrence Kameta, unajua ndo babangu, unajua tena ndo amejaa kinywani mwangu. Mzee wangu, baba mkubwa huyu mzee Samson Kameta, nakumbuka alikuwa ananiambia, mwanangu, mimi maono yangu sasa nimezeeka, lakini natamani atakaye kuja nyuma yangu, successor wangu, afanye makubwa katika maeneo haya. Haleluya. Afanye matendo makuu ya kushangaza dunia. Mimi nimeandaa miundombinu. Haleluya. Jamani, mna bahati, mwambie jirani, mna bahati. Mngeletewa mwingine Farao asiyemjua Yusufu. Si mnajua akina Farao? Wamo. Wao wakifikaga wanakandamiza maono ya wazee waliopita. Lakini huyu jamaa ana namna yake. Haleluya. Si mnaiona? Mtu wa mipango midogo mdogo, panandi. Haleluya. Mdogo lakini mnaelekea mahali pazuri, pa baraka, pa kumtukuza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja wana wa Mungu? Tuko pamoja? Mwangalie nako, uko pamoja na somo hili? Sikiliza, Daudi anamtukuza Mungu, anaacha kila kitu. Hata Daudi anapokuja kumrithisha kiti Suleiman, anamwambia Suleiman, nimekufundisha, umemjua Mungu wa baba yako nani? Daudi. Tembea katika njia hizi na hizi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu, umiliki fedha zetu, mali zetu zote. Tuko pamoja? Andiko la 4, maana lazima uelewe vizuri. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 13. Daudi, Yesu mwenyewe anaonyesha namna ambavyo anaikubali kweli hii. Anasema kwenye mstari wa 13, aliyepata tafadhali sikiliza. Asa B yake. Anasemaje? Kwa kuwa ufalme, sikiliza, issue inayojulikana na ufalme sio wa wanadamu. Ndio maana anaweza kumtoa mtu vile apendavyo yeye, na hakuna mtu wa kumuuliza. Amen. Mwambie nako, simwambie mchungaji Majura, by the way, ameamka mapema na alikuwa kwa maombi.
Jikaze. Kuna mambo 11 ambayo Mungu anayachukia. Nilikuwa nayazungumza Jumapili iliyopita kanisani. Sikuwa mhubiri, ila nilisikia nizungumze na kanisa. Moja, kuchelewa ibada. Mungu anachukia tabia ya watu wachelewa ibada. Mwambie na kama ni mchelewa ibada, hiyo ni tabia mbaya machoni pa Mungu. Tabia mbaya ya pili ambayo Mungu anaichukia ni kulala wakati wa ibada inaendelea. Wewe unapiga vichwa. Ulilala wapi? Unapiga vichwa. Mungu hapendi. Hiyo ni tabia mbaya. Inakera machoni pa Mungu. Alafu ya tatu nikwambie, una chat huko kwenye ibada huko unaandika message. Mwambie nako ukome na hiyo tabia. Alafu na nyingine nikwambie, unaongea na watu chini huko. Tabia mbaya hiyo. Mwambie mwenzako sio sehemu ya somo hili, lakini nimesikia niseme kwa sababu naona kuna tabia ya kulala. Mwambie ni akikuona tena Mungu atamruhusu akupige kibao. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja? Daud hapa ni Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake. Anasemaje? Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Sasa kiboko yake ni mfalme Nebukadreza. Wakati ule ndio kama Donald Trump wa sasa, na alikuwa anatawala dunia nzima. Naye alikuja kufunuliwa habari hii kwamba Mungu ndio mwenye vitu vyote. Kwenye Daniel sura ya 6, angalia mstari wa 30 na Daniel sura ya 4, samani sio 6, 4 mstari wa 34 na 35. Sikiliza. Na hapa Nebukadreza alikuwa ametoka kupata punishment. Miaka 7 yuko anakula na nyasi pamoja na wanyama. Alikuwa na kiburi kikubwa sana mtu huyu. Baada ya kile kiburi Mungu akaamua kumshikisha adabu. Alafu miaka 7 za kukaa porini anakula nyasi kama simba na wengine wanyama wengine wanaokula nyasi. Sikiliza, kiti chake cha enzi akikukaliwa na mtu. Tuko pamoja? Miaka 7 taifa la wa Babiloni hapa alikuwa na nini? Alikuwa na mfalme. Mfalme alikuwa ameshikishwa adabu. Alitolewa fahamu, akafanywa kama mnyama, kaenda kaishi na wanyama kule porini kwa sababu alikuwa na kiburi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kashika adabu vizuri. Alafu baada ya miaka 7 kukamilika, fahamu zake zikamrejea. Sasa sikiliza anavyosema. Hii ni kukuonyesha kwamba kila ulicho nacho, inawezekana huko hapa una kacheo fulani, usijivunie hapo kacheo. Hicho ni kiburi. Utafanywa kama Nebukadreza. Unawezekana ukawa unajiona una visenti usilinge. Mwambie nako shika adabu. Tena nyenyekea sana. Pondeka mno. Maana si vya kwako hivyo. Msikilize Nebukadreza anaposema. 34, 36, 35. 1, 2, 3 soma mtu somaji. Hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni. Sikiliza vizuri hiyo. Fahamu zangu zikanirejea, nikamuhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele. Kwa maana sikiliza hayo maneno mazito haya. Mtu anaitwa mfalme Nebukadreza baada ya miaka 7 kushikishwa adabu, fahamu zikamrejea. Sikiliza akasema, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya nini? Ya milele, na ufalme wake udumu toka kizazi hata kizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu. Sikiliza hapo napapenda. Naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kumzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe. Inatosha. Unamsikiliza Nebukadreza? Anaweza kufanya chochote na hakuna mtu wa kumuuliza wewe Mungu unafanya nini. Mtu mmoja anaitwa Ayubu kwenye Biblia, miongoni mwa watu waliomuuliza maswali sana Mungu baada ya kuondokewa na mali zake zote alizokuwa nazo na watoto wake wote. Si unakumbuka? Akawa na maswali mengi ya kumuuliza Mungu. Alafu Mungu akaja akainuka akamuuliza maswali 99 Ayubu. Alafu Ayubu akaja akagundua kuanzia 37 ni maswali ya Mungu anamuuliza nani? Ayubu. Na katika hiyo sura ya 37, 38, 39
ndio kunatoka maswali 99 ambayo Ayubu aliulizwa na Mungu. Alafu mwisho wa siku Ayubu akasema neno hili kwenye sura ya 42. Akasema hivi, najua ya kwamba wewe ni nani? Ni Mungu. Sawa? Kwamba unaweza kufanya mambo yote na makusudi yako hayawezi kuzuilika. Kile Mungu anataka kufanya hakuna mwanadamu aweze kumuuliza. Tuko pamoja wana Mungu? Unakumbuka moja ya swali ambalo Ayubu aliulizwa katika yale maswali 99? Mungu aliuliza, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimpe? Kwa kuwa vitu vyote vilivyoko hapa duniani, sura ya 41 hiyo, anazungumza maswali yale 99. Anaulizwa Ayubu kwenye sura ya 41 mstari wa 11, anamuuliza, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimpe? Moja kati ya maswali 99 anaulizwa mtu anaitwa Ayubu. Na Ayubu alikuwa anaulizwa kwa sababu pale alikuwa anaandaliwa kwenda kupokea double ya vile vitu vilivyopotea. Kwa nini? Alikuwa giver. Biblia inasema kila wakati asubuhi alienda mbele za Mungu na dhabihu. Muulize jirani yako, dhabihu unaijua? Na moja kati ya lalamiko la Mungu kwa wana wa Israeli ilikuwa ni hili, wanamuibia Mungu zaka na dhabihu. Mwambie jirani yako, wewe hapa ni mwizi pia. Kwenye maeneo mawili. Kuna wengine hamtoi zaka kamili na kuna wengine hamtoi kabisa dhabihu. Wala dhabihu hujui ulitoa lini kwa mara mwisho. Ayubu anaulizwa, anasema, ni nani aliyetangulia kunipa ili na mimi nimpe? Ibidi hakuna la kujibu. Maswali yote 99 aliishia kwenye sura ya 42. Ndo Ayubu anasema, najua ya kwamba wewe ni nani? Ni Mungu. Na kwamba unaweza mambo yote na makusudi yako hayawezi kuzuilika. Alafu Mungu akampa double. Watoto walikuwa 7 wa kiume, mabinti wangapi? 3. Akapewa mara 2 kwa mke yule yule. Sio Mungu alibadilisha mke. Mwambie nako mke ni mmoja tu. Amen. Akampiga, alafu Biblia inasema walizaliwa mahensam kwa Ayubu, wale wa pili wale. Mahensam kama mimi, haleluya. Wazuri watupu. Tuko pamoja? Alafu kwake wakazaliwa watoto mabinti wale. Biblia inasema walembo kuliko maelezo. Tuko pamoja wana? Akampa double. Walikufa 10 wakazaliwa 20. Haleluya. Na Daudi na Ayubu akiwa anashuhudia. Lakini Biblia inasema akarudisha sehemu ya wale kondoo, kama walikuwa ni 500 mara 2. Kila kitu kilichokuwa kimeangamia ndani ya dakika chache kikarejeshwa kwake mara 2. Kwa nini Mungu alimpa Ayubu mara 2? Na ndio maana alimuuliza, ni nani aliyetangulia? Nakumbuka sadaka zako. Sasa nilikuwa nasubiri shetani ajue kwamba mimi ni Mungu kama wewe unavyonitangaza. Sasa sikiliza, nimekupa mara ngapi? Sikiliza, mwambie jirani yako, Mungu atoagi mara 2 kwa watu wasiotoka. Mbona hujamwambia jirani yako? Mara 2 ile ya Ayubu ni kwa wale watoaji. Na Mungu alipokuwa anazicheki sadaka, ndio maana alitamba akasema, anamuuliza shetani, unatoka wapi shetani? Shetani anasema, natoka duniani huko na huko, kuzunguka zunguka huko na huko. Unaelewa? Hapo kama vipi, umemwona mtumishi wangu David? Haleluya. Kwani Ayubu yupo? Sinabidi tujitolee mifano sisi wenyewe. Mungu yeye anakumwambia vipi wewe? Tunaweza kujitolea mfano hapa. Mungu anaweza akajidai na wewe hapo. Mbona umwambie jirani yako? Mwambie wewe ni shahidi, unajua. Anambia nimetoka ndio. Anasema Ayubu anasema, kwani Mungu, nafikiri Ayubu anakucha Mungu bure? Si wewe umemzingira pande zote na kumwekea ukigo. Yaani hakuna mtu anaweza kuingia kwa Ayubu mpaka Mungu mwenyewe aruhusu. Ule ukigo ni ule ulinzi, wigo ameweka, Si unaelewa? Muulize jirani yako. Mwambie hivi, mwambie wewe jirani yako, watoaji ndio wanawekewa ukigo. Alafu shetani akamwambia, kama ni wewe Mungu ndio sasa nadhani nani anamgusa? Mungu akamwambia, sasa nenda, nimekuruhusu, nenda kafanya. Ayubu aniabudu kwa sababu ya mali alizonazo, watoto alionao. Ananiabudu kwa sababu ananijua. Ni shetani likatoka likafanya kila lililofanya, tunakumbuka. Ayubu hakutetereka. Mtazamo wa Ayubu kuhusu Mungu na mali zake unaona kwenye sura ya pili, sura ya pili, ni sura ya pili, sura ya kwanza mstari wa 22, 21, 22. Ni sura ya pili nadhani. Anasema hivi. Sikiliza mtazamo sahihi. Anasema, na alikuja duniani uchi. Nitarudi kwa nani?
uchi. Bwana ametoa, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana tunapendaga sana kukasema hako wakati wa msiba. Tunaelewa? Lakini ni mtazamo wa Ayubu kwa nani? Kwa Mungu. Kwamba mimi nilikuja uchi. Na ndio maana vitu havinipi pressure. Mali hazinipi pressure. Sikuja na watoto duniani. Sikuja na mali duniani. Nilikuja mtupu. Na hapa bado nitakusifu.